Mtu wa Mungu, karibu sana kwenye darasa letu endelevu la sheria za ulimwengu wa roho. Tumekuwa tukiendelea na mafunzo ya sheria mbalimbali katika ulimwengu wa roho. Leo tena tunataka tuangalie sheria muhimu sana, na somo hili ni somo muhimu sana, na ningeomba usichoke, ufuatane nami mpaka tunapoendelea na somo letu. Somo letu la leo ni sheria ya upinzani, sheria ya ulimwengu wa roho ya upinzani. Watu wengi sana tunapozungumza upinzani wanalichukulia kwa muktadha ya upinzani wa kisiasa. Lakini katika maisha haya kuna upinzani mbalimbali. Maisha haya yamekuwa na upinzani wa maisha ya rohoni na upinzani wa maisha ya mwilini. Sasa mimi nataka nizungumze sheria ya upinzani. Sheria ya upinzani hii inatenda kazi vipi? Kwanza lazima tujue kwamba sheria ya upinzani hii katika ulimwengu wa roho inafanyaje kazi. Na kwanza kabisa, hatua ya kwanza tujue nani mpinzani. Wapinzani hawa ni akina nani? Kwenye sheria, kwenye ulimwengu wa roho, wapinzani wako wa aina mbili tu. Pinzani wa aina mbili tu kwenye ulimwengu wa roho ambao ndio wakuu. Wa kwanza Mungu. Ninapotaja Mungu, watu wengi sana unajiuliza inakuwaje Mungu anakuwa mpinzani? Lakini mwingine Shetani. Sasa Mungu anampinga nani? Ndio swala la muhimu. Mungu anampinga nani? Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Yakobo ile sura ya 4 na mstari wa 6, lakini hutupa neema iliyo kubwa zaidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa wenyenyekevu neema. Kwa hiyo maana yake nini? Kwamba Mungu anaowapinga. Mungu anawapinga wenye kiburi. Mungu anawapinga wenye jeuri. Tunaposema wenye kiburi, maana yake nini? Kila mtu ana kiburi katika maisha haya. Kila mtu ana kiburi. Kila mtu ana kiburi kwa kiwango chake. Hakuna mtu ambaye hana kiburi kabisa. Kuna wengine kiburi chake akipata, kiburi cha mtu mwingine kipatikana, akipata anachokitaka. Watu wengi unawaona hapa wanyenyekevu, hata ile kiwango cha unyenyekevu kina magurupu na magurupu, kuna level na level. Kila mtu ni mnyenyekevu na kila mtu ana kiburi. Sasa Mungu anawapinga wenye kiburi na Mungu anawapa neema wanyenyekevu. Unyenyekevu una makundi na una level zake. Kuna mtu mwingine ni mnyenyekevu kwa sababu hana. Mtu akiwa hana na watu wengi wakiwa hawana ni wanyenyekevu sana. Kuna mtu mwingi na unyenyekevu uko kwenye kila level na kiburi kiko kwenye kila level. Kuna mtu mwingine ana kiburi kwa sababu kapata. Kwa hiyo Mungu anawapinga wenye kiburi. Kwa hiyo kazi ya Mungu anadili. Kuna watu wengine wamepingwa, wana upinzani, wanapita katika vitu vigumu. Tunaposema upinzani ni resistance, kuzuiwa. Mungu anaweza kukupinga kwenye mazingira yote, kwenye maeneo yako hata ya biashara, kwenye maeneo yako ya maisha ya kawaida, kwenye maisha anapinga. Na Mungu akipinga huwa anapinga uzao. Hakupingi wewe tu, anakupinga wewe na kizazi, kwa sababu Mungu yupo milele na milele. Mungu yupo wa milele. Kwa hiyo Mungu anapokupinga wewe, anakupinga wewe, uzao wako wote. Na tunaposema uzao, wakati wote tumekuwa tukisema uzao ni vizazi vinne. Na Mungu anaweza akaipinga jamii vile vile, kwa sababu Mungu ni Mungu wa umma. Mungu anadili na umma. Mungu au Shetani anaweza akadili na umma kwa kumtaka mtu mmoja. Na Mungu anaweza akampinga mtu mmoja kwa kuulenga umma. Kwa hiyo sasa Mungu anapinga wenye kiburi. Shetani anapinga watu gani? Shetani anawapinga wale wanyenyekevu. Anawapinga watu wa Mungu. Shetani hapingi wengine. Wenye kiburi hawapingi. Anawapinga wanyenyekevu, watu wa Mungu, watu wenye haki. Wanapingwa na kufuatiliwa. Ukisoma kitabu cha Zakaria ile sura ya 3 mstari wa 1, sema akanionyesha Yoshua kuhani
mkuu akasimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kumpinga. Kwa hiyo unaona hapa mtumishi wa Mungu Yoshua alipingwa na shetani. Wapo watu wengi sana kwenye maisha haya wanapingwa, wakidhani wanapingwa na wanadamu, na hii ndio imekuwa imechanganya, kwa sababu dunia iko mwilini. Mambo ya rohoni, dunia iko mwilini. Mambo ya rohoni, dunia haiingii akilini. Watu wengi sana wanapoona upinzani ama wa Mungu ama wa shetani, wanadhani kwa sababu hawa vyote hivi ni mambo ya rohoni. Kwa hiyo Mungu anawapinga wenye kiburi. Sasa wenye kiburi ni wapi? Wenye kiburi kama nilivyokwisha kusema kwamba ni levo na levo. Watu wote ambao akipata, kuna wengine akipata pesa kwa mfano, amepata mali, wanawake wote wa mtaa mzima watakuwa ni hata wake za watu. Wale ndio wanapingwa na Mungu. Na Mungu anakudhibiti. Yaani unaposema Mungu anapinga, Mungu anawadhibiti wenye kiburi. Kama una kiburi. Kiburi maana yake nini? Una behave vipi unapokuwa umepata mume, una behave vipi? Umepata pesa, una behave vipi? Umepata chochote ambacho umekuwa ukitaka. Na Mungu anatuangalia tu hapa. Mungu au shetani anaangalia. Wakati umepata. Una behave vipi? Yaani vyote sio, Mungu hana shida na kukupa. Mungu hana shida na hata shetani. Shetani anaangalia na yeye ukipata. Na shetani anawaangalia watu wenye haki, kwa sababu anajua wakipata. Yaani Mungu, shetani anawapinga watu gani? Anawapinga wale ambao siku akipata watu wanapata neema, wananeemeka. Yule mtu akiwepo, na ndio maana hii kitu imesumbua sana watu. Kwa sababu watu hawako rohoni sana. Imesumbua sana watu, wanauliza Mungu yuko wapi? Pale ambapo kuna usemi unasema watu wema hawadumu. Si kwamba hawadumu. Watu wema wote, anayewapinga na kuwashambulia wala sio Mungu. Na shetani anawapinga kikweli kweli. Tunamuona Ayubu alipigwa mapigo ya kutosha, mpaka hata mke wake akasema basi umkane huyu Mungu. Alipigwa mapigo, lakini Ayubu alijua anayepiga haya mapigo wala si Mungu, kwa sababu angeweza kumkana. Mke wake akasema basi mkane Mungu ukafe. Watu wengi wanapopigwa mapigo wanadhani ni Mungu. Ni muhimu kujua na kuishi rohoni, kujua kwamba huu upinzani unatoka wapi, kwa sababu kila upinzani unachonza na japo kwa maisha yetu sisi wote wanadamu, chanzo chake ni rohoni. Haleluya! Maisha yetu sisi wanadamu mwanzo wake ni rohoni, na mwanzo, kwa sababu ndio maana Mungu anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu. Mwanzo, Mungu ni mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Maana maisha yote, source ya maisha yetu yote haya ya mwili yameanzia rohoni. Sasa upinzani ama unatoka ulimwengu wa roho wa giza. Na unajuaje kwamba mimi napingwa na ulimwengu wa giza? Watu wema wenye haki, matendo ya haki yote. Unapopata upinzani kwenye matendo ya haki, ujue unapingwa na adui. Kwa hiyo usizuba. Ukiona unatenda maovu na swala la uovu unaweza ukatenda, kwa sababu ulimwengu wako kuna ile sheria ya kupanda na kuvuna. Unapotenda uovu, Mungu atapinga, atakupinga wewe, atapinga mpaka na uzao wako, atakupinga kwenye kila eneo, na anakupinga kulingana na eneo ulilopanda wewe. Lakini shetani vile vile naye huwa anafuatilia vile vile, anafuatilia. Kuna watu wengine au jamii zingine zimedhibitiwa kwenye maeneo, umedhibitiwa na adui. Kama kuna jambo shetani anafanya kila kukicha na yuko makini, ni kuhakikisha watu wasiishi matendo na maisha ya haki. Watu wote anawapinga wale wenye haki, anawapinga wale ambao ni wanyenyekevu. Kama kuna jambo ni gumu, ni kunyenyekea. Kama kuna jambo linahitajika mbele za Mungu, ni unyenyekevu. Neema inakuja baada ya unyenyekevu. Na shetani anatupingaje? Maana anajua ukitaka kuanza kujenga mazingira ya unyenyekevu, hapo ndipo shetani anakuja. Na shetani anajua, kwa sababu ni wa rohoni, na kwenye ulimwengu wa roho ni umbali sifuri. Vitu vyote vinapatikana. Kwa anaweza kusoma tu akajua kwamba huyu
na uzao wake, neema itawafuata. Anakupinga leo, kama neema anataka ipatikane kesho, anakupinga leo. Na Mungu naye anajua kuna wengine nikimpa huyu. Ndio kuna wengine tuna maisha fulani yapo kulingana na uwezo wako wa kuhimili. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Hakupi kitu ambacho huwezi ukakimudu. Ni kama vile mzazi, mtoto wa miaka 3 huwezi ukampa shilingi 10,000 aende dukani. Ukimpa shilingi 10,000 aende nayo dukani, ataenda atanunua pipi na ataiacha na chenji pale pale na atarudi na pipi tu. Na ndio tulivyo katika maisha yetu. Wakati mwingine Mungu anatujua nikimpa huyu. Na Mungu anatujua kwa level ya mtu mmoja mmoja. Mungu anatujua kwa level ya taifa. Mungu anatujua kwa level ya ukoo, kwa level ya jamii. Lazima Mungu kama anajua kwamba hawa nikiwapa kiburi kinawahusu, Mungu lazima akupinge. Kwa hiyo lazima tujue chanzo cha yale tunayopitia. Unapitia hayo unayopitia ni kwa chanzo gani? Uchunguze maisha yako kwamba maisha yanapitia ni kwa sababu maana wapinzani wawili tu katika sosi ya maisha haya. Ni wawili tu, ni Mungu anakupinga. Unapinga watu gani? Wenye kiburi, wanaojikweza. Wakipata mtakipata cha moto. Yaani wapo watu akipata leo, hamlali. Iwe ni afya. Kuna watu wengine akiwa na afya njema tu, wanawake wote ni wa kwake. Mitaa hamtalala kwa sababu ya afya njema. Maana atafanya ujambazi, atafanya umalaya. Wale Mungu anawapinga. Unaweza kusema mbona mamalaya wapo? Mtu anaweza kusema mbona malaya wapo tu amezaka. Yaani Mungu anapinga kwenye vizazi, uzao. Na kama haujazaa, kwa sheria ya kwanza nasema kwamba kama hata wewe hutapata mtoto, labda huna uzao, inapingwa jamii ambayo wewe unatoka nayo. Inapingwa tu. Apinga, anaweza katia hata umaskini. Kazuia msipate. Kwa sababu mkipata nyinyi watu hawalali, watakipata cha moto. Kwa hiyo wewe kama wewe leo kuna mtu ni kahaba au malaya, wake za watu wote ndio mali yake, anafanya mambo haya au jambazi. Sasa mbona tunamuona mitaani tu? Mbona hatumuoni? Mungu yeye ni Mungu wa vizazi. Kwa hiyo yeye anadili na vizazi. Na Mungu wa umma. Yaani wewe unaweza kumwona leo akafanya ukahaba mpaka akafa. Mungu anaweza akapinga uzao wake, kwa sababu uzao wetu sisi ni vizazi vinne. Yaani ni vizazi vinne. Wewe yaani kwa Mungu haiishi mpaka iishe. Kwamba kwa Mungu haiishi mpaka iishe. Kwamba Mungu mpaka mmalizane kabisa. Kwa Mungu hakuna deni ambalo haitalipwa. Kwa hiyo ukimwona mtu anafanya ukahaba hapa, ndio maana mambo ya rohoni ni mambo sensitive sana. Unajua watu kwa sababu hawaishi mwilini, hawaishi rohoni, wanaishi mwilini. Kwa hiyo ndio maana hawavijui vitu vya rohoni. Vitu vya rohoni sio vitu vya kucheza na viko accurate. Kwa hiyo usione watu wanafanya maovu leo ukasema mbona sasa. Na watu wengi wameshindwa sana kumwelewa Mungu hapo. Mbona Mungu sasa hajawapinga? Mbona tunaona tu anashamiri? Mbona Mungu anaweza akakupinga, akakupa mali kwa sababu wewe unapata mali kwa wizi, kwa ujambazi na kudhulumu watu, akakupa mali akakunyang'anya afya. Na anaweza asikunyang'anye wewe mpaka unakufa. Unaishi miaka mingi. Na kuna andiko linasema mtu mwovu akiishi miaka 100 analaaniwa. Sasa unaweza ukaishi baada ya miaka 100 ndio laani inaanza kutembea. Maana yake nini? Kwenye uzao wako ndio watakipata cha moto, wewe haupo, na wao watakuwa hawajui kwa nini anawapata hayo. Na kuna mambo yanawapata watu. Iwe anaweza akakunyima wewe ukapata mali, ukaibia watu, ukadanganya, ukajenga majumba, ukafanya yote, lakini Mungu akanyang'anya afya, akanyang'anya amani, akanyang'anya stability. Mungu anaweza akanyang'anya chochote kwa sababu anajua yeye yupo jana, leo na hata milele. Anajua wapi akupinge. Sasa kuna mtu mwingine anaangalia tu, mimi leo niko hivi, na mpaka kuna watu unaweza kaangalia mbona yule namuona ni muovu sana. Hata hivyo Mungu ni Mungu mwenye haki. Hakuna kitu kitapita kwake. Kwa hiyo Mungu anawapinga wenye kiburi. Wenye kiburi wa namna gani? Wala ambao akipata tumekipata cha moto. Akipata mtajua. Wapo wengine tu atakipata kidogo tu. Kwenye kila level. Kuna wengine hata kwa mfano kwenye swala la fedha, kuna kitu tunaita jotoridi la fedha. Yaani tunaita money temperature. Kuna watu akipata pesa, kapata pesa leo, akipata milioni 1,
ndio mtajua. Ndio yani anaona kama ameipata dunia yote, na akipata zaidi ya milioni moja ataenda ataitapanya ile, lazima atafanya hata maovu kwa sababu amepata milioni 2 tu. Kila mmoja ana jotolidi lake la kipato, na Mungu naye anatupima vile vile kwamba kila mmoja ana uwezo wake wa kuhendo. Kwa hiyo wale wa namna hiyo akiona una kiburi, na kiburi tunazungumza sio wewe tu, mpaka na uzao wako, kwamba hawa nikiwapa kiburi kinawahusu, anawapinga na kupinga, ana njia zake za kupinga watu. Tumekariri kupingwa ni kukosa hela, tumekariri kupinga ni labda kupata mabaya. Kupinga, Mungu ana njia zake za kukupinga. Lakini pili, shetani anawapinga watu gani? Shetani anapinga watu wa Mungu. Wapo watu wengi wanapitia kwenye ugumu, anapitia ugumu, na kwenye ulimwengu wa roho kuna watu wakuu. Mkuu kwenye ulimwengu wa roho kuna watu wakuu, anaweza kama mtoto mdogo tu. Kama ni mkuu kwenye ulimwengu wa roho utapingwa na shetani, maana shetani anawajua. Shetani anawajua watu wakuu, unadhibitiwa, unaweza ukatiwa hata ugonjwa ambao wewe ukawa yani huwezi kutoka huku, ni mtu mkuu. Kuna koo zile za watu wakubwa. Mimi sizumi wakuu wa kisiasa, maana hapa mimi sizungumzii wakubwa wa kisiasa. Watu wakuu kwenye ulimwengu wa roho, wapo watu wakubwa kwenye ni mkuu kwenye ulimwengu wa roho, lakini sio ulimwengu wa kisiasa. Mimi sizungumzii kwa mwanasiasa, kiongozi wa watu wa kisiasa, natumia ni mkuu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukiwa mkuu, hata kama tumbo na hata mimba yako inaweza kawindwa kutolewa. Ndio maana unamwona Bwana Yesu alikuwa ni mkuu kwenye ulimwengu wa roho, ni mfalme wa wafalme, ni Mungu mwenye nguvu. Unamwona Yesu kabisa anakuzaliwa kwake kwanza kwenye mimba yake kutungwa, kwa sababu alikuwa ni mkuu kwenye ulimwengu wa roho. Shetani akataka kudhibiti, watoto wanakuwa na umri wa miaka 2, yule Herode shetani akamwingia, akataka kawaua watoto wazaliwa wale wa kwanza wenye umri wa miaka mingapi? 2. Unaona, paka msalabani. Huyo Yesu ni mkuu kwa sababu ni mfalme. Hata wapo watu ni wakuu kwenye ulimwengu wa roho, ni makuhani. Unaposema kuhani, mimi sisemi kuhani wa kidini. Wewe unasema sisi ni makuhani katika kiti cha ufalme. Sisi kwa ukuhani wetu sio huu wa kidini wa kuvaa majoho. Asante sana, ni vizuri, napenda ukuhani wa kidini, ni mzuri kabisa, unapendeza. Lakini ukuhani wa kiroho ni kwamba unaweza ukazaliwa urohoni, ni kuhani. Na ukiwa kuhani rohoni, shetani ndio anakimbizana na wewe, ndio anakudhibiti kwa kila eneo, anavunja, anafunga na anafanya, na shetani anafanya kazi akati tamaa, atadhibiti maisha yako yote. Wapo watu wamedhibitiwa na wanajiuliza kuna nini. Mwingine anaweza kadhibitiwa ugonjwa, mwingine amedhibitiwa, kuna jamii zingine zimedhibitiwa na kukongwa na umasikini. Unajua umasikini unazalisha inferiority, hauna kazi nyingine, ni kudhoofisha, ujisikie ni mnyonge. Umasikini ujisikie huwezi, yani inaweza kaa katika level ya jamii au katika level ya ukoo au katika level ya familia. Shetani anadhibiti hao watu. Nataka nikwambie leo kwamba wewe chunguza chanzo, ujue, na ukigundua uwe kama Danieli alipogundua kwamba tuko utumwani hapa, miaka 70 imeisha. Alichukua hatua. Gundua nani mpinzani wako, ni Mungu, ukatubu. Shetani mkemee, na Mungu akubariki sana. Asante sana. Ninaomba ushare kama mafundisho haya yanakubariki, na unabarikiwa na mafundisho haya, hebu share kwa wengine, na usisahau kunifollow kwenye page ya Facebook na YouTube, kusubscribe. Mungu akubariki sana. Asante sana. Amen.